Hivyo alikwambiaje? Waliniambia kwamba umetoka wapi? Nikamwambia kutoka kanisani kwa mchungaji nani? Elisha. Ndo wakaanza kunitukana. Wakaniambia pale hapafai. Kwangu hakufai. Ndio. Akaniambia ni bora urudi kanisani sehemu ulikokuwa unasali. Nikamwambia mimi siwezi kurudi. Akaniambia pale hapafai kabisa. Kwa nini hakufai? Anasema hapa kuna moto na unamwabudu Mungu aliye hai. Moto unawaka. Nataka niombe. Moto unawaka, moto. Moto unawaka. Moto unawaka. Nyosha mikono ulikotoka, sema yeyote. Kwenye hiyo boma. Moto unakuja bana. Una imani lakini anakuambia hapa kuna moto? Kuna moto. Wanajuaje kuna moto? Sasa sijajua, anasema kuna Mungu aliye hai. Na wana vitambaa. Ndio. Wanili vitambaa vinafanya kazi gani? Kila kitambaa kina maana yake. Moja wapo? Kuna kitambaa chekundu na nyeupe. Hivi na wewe ulikuwa umejuaje haya? Hawa watu walikuwa. Baba, katika kupita kwangu nilipitia pagumu. Kwa hiyo kuna rafiki yangu mmoja akaniambia utaishi kwenye umaskini mpaka lini? Kwa hiyo akanipeleka mahali. Ile sehemu unaandika majina yako matatu. Alafu unasaini. Unatoa shilingi 20,000. Unafungwa na kitambaa cheusi. Kwa hiyo unaruka unasema pesa. Ikali leo. Unafanyaje? Unaruka. Unaruka hivi? Ndio. Umefungwa. Kwa hiyo ukiruka hivyo, unashtukizia nguo zote umevuliwa, umepelekwa ng'ambo ya pili. Ngoja kwanza. Unafungwa, unaruka pesa. Ndio. Pesa. Ndio. Unakuta nguo huna hata moja. Hauna hata moja. Nani amekuvua? Haijulikani. Twende. Kwa hiyo kuna yule mkuu utaenda utamkuta pale. Unashukua tu umeenda mahali fulani bila kupelekwa. Hapana, unaruka tu unashtukizia kwamba una nguo umekaa na yule mkuu. Haya. Sasa kwenye ile chumba inatisha. Kuna majoka. Pia kuna jogoo, kuna mtetea. Kwa hiyo kitu ilichonisaidia mimi, niliandika ile Zaburi ya 35. Nikachana Biblia nikaa nimeiweka. Sasa yule jamaa kama ameniangalia kaniambia umefuata nini hapa, unajitambua kweli? Nikamwambia najitambua. Nachotaka ni hela. Akaniambia hapana, kuna watu wengi nyuma yako. Ndo baadaye akawa tumekaa pale. Ndo baadaye akaniambia wewe kitu unachotaka kuja kuchukua utaumiza familia yenu wewe. Nikamwambia familia yetu akaniambia kuna mtu unampenda kwenye familia. Baadaye akapiga ile kitambaa, dogo wangu wa kiume akatokezea. Kitambaa kinapigwa? Ndio. Picha ya mtu anatokea? Ndio. Unashangaa. Nikwambia tu unafanya mchezo wewe. Hapo ulipo mtu anaenda kwa mganga anakuita ulivyo unajitokeza. Akasema nataka paralyze. Unapigwa tu kwenye maji kwenye paja. Pup, unaamka asubuhi umeparalyze. Unapigwa tu kwenye mkono. Pup, unaamka asubuhi umeparalyze. Unapigwa tu kule. Mtu ajaja kwako. Hii ni internet. Wale wasoma wanaelewa. Leo kuna kitu inaitwa system. Yaani unaweza ukashangaa leo ile kwa mfano ile kitambulisho chako cha NIDA ya taifa. Popote unapoenda ikibonyezwa mtandao inaleta kila kitu. Sasa ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa kuzimu. Wakitaka kukupata wanaita tu fulani inatokea. Wanabonyeza, wanajua details zako zote, umezaliwa wapi, una nyota gani, una nini. Sasa tutakachofanya na kutoa kwenye system ya wachawi, wakipiga kamera wasikuone, wakipiga vitambaa wasikuone, wakileta TV zao isikunase wewe. Sema fire. Mama kwa kifupi I say. Kwa hiyo nilivyoona ni mdogo wangu nikamwambia hapana. Akapiga nyingine ni mjomba wangu nikamwambia hapana. Akapiga ni mtoto wangu. Anakuja kabisa unamuona? Ndio. Akapiga ni mtoto wangu wa pili wa kiume. Nikamwambia hapana. Naomba tu nirudi nyumbani. Nguo ukavalishwa na nani?
Hapana, kuna nyoka anakulamba sikio. Au unafungwa tena. Kuna nyoka. Nyoka anafanyaje mama? Anakulamba sikio. Anakulamba sikio. Hivi. Mtikishe mzako kwenye mama vipi? Nakwambia kuzimu kuanzia wiki iliyopita nimetangaza kongamano. Wanapambana na mimi. Kama jana nilipambana na gari mpaka nimeenda nyumbani nimechoka. Yaani usiku wanapambana na mimi. Na mimi nasema niko tayari kufa na sitakufa. Lazima wacha wafe. Lazima wafiri maso wafe. Lazima mwanangu mmoja atainuliwa viwango vya baraka. Lazima wasiobeba mimba wakapakate watoto warudi hapo waseme Yesu ni Bwana. Lazima waliokataliwa warudi waseme tumekubalika. Mwanangu unapenda kusikia? Kwa hiyo alivyonilamba nyoka anakulamba sikio. Akikulamba ndio sasa nimekataa, ndio akaniambia nenda utakutana nacho. Lakini kabla ya hapo alikaa na mimi. Kuna watumishi baadhi aliniambia unamfahamu huyu? Nikamwambia ndio. Unamfahamu huyu? Ndio. Nikamwambia huyu ndio. Amekuja kuchukua nguvu hapo. Mshauri akaniambia yule aliyekuwa anatuma message. Unakumbuka? Akaniambia hivi. Nikamuuliza, "Mbona unapambana na Elisha? Nimewakosea nini?" Akaniambia, "Ujui tu unavyotokea. Mtu amefika mahali anatuma message. Si mlisoma jamani hapa? Si mlisoma hapa madhabahu? Na mtu akifa ananiambia amekufa. Kuna mtu alikufaga hapa hapa Aga Khan. Akufa akaniambia, "Unaona tunachofanya?" Anaweza umejuaje? Akasema anga ni yetu. Sasa nikamuuliza, "Inanihusu mimi wakati sio ndugu yangu?" Ananiambia, "Ujui kwamba anga ni ya kwako? Yaani anga hii eti mimi ndio namiliki." Nikajua kumbe ninazo mamlaka. Na leo nataka nikukabidhi mamlaka. Safaya. Kitu alichoniambia nikamwambia dada kwenye message alikuwa anaitwa Nwangipa. Niliangalia kwenye Facebook. Hataki apokee simu yangu. Kuna siku niliomba akaniambia ni siku ya 3 sinyanyuki. Kwa nini umenichapa? Yaani tukiomba hapa adui wako anapata vita, anatandikwa, anakatwa, anakufa. Wangapi wako tayari tukawaue? Wasipookoka wafe. Akaniambia kitu, akaniambia tukupe shilingi ngapi? Wakati huo nilikuwa napaua hapa. Tukupe shilingi ngapi? Uache hiyo kazi. Nikamwambia nilikuwa na shida ya hela. Sasa naongea na watu hata kanisani hawatoi hela nipate mabati. Akaniambia tukupe shilingi ngapi? Nikamwambia mnaweza mkanipa 500. Akaniambia pesa kwetu ni uchafu baba, wewe kubali tu. Nikamwambia mnanipa shilingi ngapi? Akasema napataje? Ukisema tupeke kwenye akaunti au letewe, ni saa hiyo nimekufikia. Kidogo nilishaushinge. Nikasema mnanipa chochote ninachotaka yeye. Wale walichukua nguvu kwetu ndio leo nasikia kwa nani? Kama tukenyenye kadogo. Nimeitwa kwenye eneo moja tu kwenye maisha yako, kushughulikia wanaokutandika wewe. Akakwambia wamekuja kuchukua nguvu kwao? Ndio baba. Alafu ndio akaniambia tu wewe nenda nyumbani. Ukarudi. Ndio ile ukaja kuja hapa. Ndio baba. Ndio ukakutana na ile chama sasa. Ndio. Wakakueleza kila kitu. Ndio. Ni watu eti? Ni watu? Ni watu ndio. Wako duniani? Wako duniani ndio. Ni matajiri? Kabisa. Ni watu wenye uwezo? Kabisa. Waje hapa. Hata usipokuja. Mama ile sitajenga kanisa tu. Mungu aliniita na nyie ndio matajiri. Nyie ndio matajiri. Ya. Matamko wako. Watokea matajiri kwa Yesu ambao wanamwabudu Bwana. Watokea matajiri kwa Yesu. Sema fire. Kwa hiyo wewe unafahamu yanayozungumza. Ndio baba. Ni kweli? Ni kweli kabisa. Hivi na wewe kweli mpaka yani huyu nyoka ni hai au ni? Na huyu jogoo kazi yake nini? Huyu jogoo kazi yake ukienda kuna mahindi unapewa. Kama ukipata ni amekula punje 5, basi ni miaka yako 5 ya kumiliki.
20? Miaka 20. 7? Miaka 7. Unakufa? Ndio baba. Wafe wasife. Wangapi wako tayari tukashambulia ulimwengu wa kichawi? Sema free maso wafe. Sasa kwangu mimi walikuwa nasema vile vitambaa wananionaje tumalize na hapo. Wewe hawakuoni. Hawanioni? Kuna yani sijakuona kwenye hiyo nani kwa sababu wakipiga yani ni kama mwanga. Kwa hiyo inatokea kwa mtumishi mwenye nguvu. Kauli yako umesema hujaniona. Ndio baba. Hujaniona. Ndio. Unajua maana yake hujaniona. Maana yake ulikuwa hapo. Sijakuona baba, watumishi baadhi nimewaona lakini wewe hapana. Kwa hiyo kitambaa kiletwa kama mtumishi na moto haonekani? Haonekani, lakini kama ndo wale wanaonekana vizuri na kitu alichopewa. Kama ni mvuto wa kuwajaza watu kanisani, unaambiwa nimempa kitu fulani ndio kinachomsaidia. Na hata katika kunena kwao kuna namna yule baba aliniambia. Sasa ukiwasikiliza baadhi ndio hiyo anamuita yule jini pale. Maana kuna jini yuko pale. Kubala. Nyosha mguu ulikotoka. Si ajabu hata kaka yako ameuka kwenye ngumba. Si ajabu kizazi chako hauna wewe kizazi iko mahali. Si ajabu daftari yako imechukuliwa na akili yote. Si ajabu hata ulipo mikono yako una mahali inashika. Sema yeyote aliyeshika vitu vyangu. Vitambaa vya kichawi. Runinga za kichawi. TV za kichawi. Kamera za kichawi. Usafiri wa kichawi. Ndege wa kichawi. Ndege ya mizimu. Mimi fulani. Niko kwenye madhabahu. Moto uko hapa.